Haleluya, haleluya, haleluya watu wa Mungu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Ni wakati mwingine tena ambapo tumeipata fursa ya kuendelea na kanuni yetu ya usomaji wa Biblia. Lakini pia vile vile kujifunza neno la Mungu kwa namna tofauti tofauti, kutiana nguvu ya neno la Mungu na mambo mengine kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Na katika siku hii ya leo tunaendelea katika kitabu cha Kutoka sura ya 23, ambapo tunapitia somo hili kwanza kwa kulisoma. Tuisome sura hii kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunaisoma Biblia nzima bila kuacha nukta. Na sasa kwa sababu tulishafika katika sura ile ya 22, tunaendelea katika sura ya 23, na Mungu akubariki sana ikiwa wewe ni mfuatiliaji. Na kabla ya kufanya hivyo, basi tukaribishe Roho wa Mungu kwa maombi aweze kuwa pamoja nasi. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Tunakushukuru kwa muda na wakati huu, na tunakualika uweze kuwa pamoja nasi, utupatie usikivu mwema katika somo hili. Tubariki, tusitoke mikono mitupu, tusitoke bila mioyo yetu kushibishwa, tusitoke bila kubarikiwa. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Sura hii ya 23 na mistari 33. Karibu kwa usikivu mwema. Usivumishe habari za uongo. Usitie mkono wako pamoja na mwovu kuwa shahidi wa udhalimu. Usiandamane na mkutano kutenda uovu, wala usitie ushahidi wako katika neno lolote kwa kugeukia kando na kuandamana na mkutano ili kupotoa hukumu. Wala usimpendelee mtu mnyonge katika neno lake. Ukimwona ng'ombe wa adui yako au punda wake amepotea, sharti umrudishie mwenyewe tena. Ukimwona punda wake huyo akuchukiaye hali ameanguka chini ya mzigo wake, nawe ungejizuia usimsaidie, lazima umsaidie. Usipotoe hukumu ya mtu maskini katika neno lake. Jitenge mbali na neno uongo, wala wasio hatia na wenye haki usiwaue, kwa kuwa mimi sitamhesabia haki yeye aliye mwovu. Nawe usipokee rushwa, kwani rushwa huwapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Usimwonee mgeni, maana ninyi mwajua moyo wa mgeni ulivyo. Kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Utapanda mbegu katika nchi yako muda wa miaka 6 na kuyavuna maongeo yake. Lakini mwaka wa 7 utaiacha nchi pumzike na kutulia. Hao maskini miongoni mwa watu wako wapate kula, na hicho watakacho saza wao wapate kula wanyama wa kondeni. Utafanya hivyo katika shamba lako la mizabibu na katika shamba lako la mizeituni.
Siku 6 utafanya kazi yako na siku ya 7 utapumzika, ili kwamba ng'ombe wako na punda wako wapate kupumzika, kisha mwana wa mjakazi wako na mgeni wapate kuburudika. Yaangalieni hayo yote niliyowaambia, wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Mara 3 kila mwaka utaniwekea sikukuu. Utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Utakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7 kama nilivyokuagiza, kwa wakati uliowekwa, mwezi wa Abibu, kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Tena sikukuu ya mavuno hayo, malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani. Tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyatabikia shambani. Mara 3 katika mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele ya Bwana Mungu. Usisongeze damu ya dhabihu zangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala mafuta ya sikukuu yangu usiache kusalia hata asubuhi. Ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana. Ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, msikilize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukusafisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mkaanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatalia mbali. Usisujudie miungu yao, wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikirilia. Nami nitawafanya hawa adui zako wote wa kuonyesha maungo yao. Nami nitapeleka mavu mbele yako, watakaomfukuza Mhivi na Mkaanani na Mhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa, na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Nami
Nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako, nawe utawafukuza mbele yako. Usifanye maagano pamoja nao, wala pamoja na miungu yao. Wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi, kwa sababu ukiitumikia miungu yao, jambo hili halikosi litakuwa ni tanzi kwako. Msikilizaji, katika usomaji, hapo ndio mwisho wa sura hii ya 23 ya kitabu cha Kutoka. Lakini katika muda huu ni vizuri tukakumbuka kati ya mistari mingi ambayo tulioisoma. Lakini katika zama hizi, zama za utandawazi, turudi katika mstari wa kwanza unaosema usivumishe habari za uongo, usitie mkono wako pamoja na mwovu kuwa shahidi wa udhalimu. Ni kawaida sana katika zama hizi kunyanyua taarifa yoyote ukaianzisha ya uongo kabisa na kuanza kuisambaza kila mahali. Wengine wanafanya hivi wakiamini kwamba ni kutengeneza content ambazo zinaweza kuwapatia fedha, lakini pasipo kujua jambo hili ni hatari sana katika maisha ya kiroho. Katika hali ya kunyanyua jambo la uongo na kulifikisha kwa watu, unalitangaza kana kwamba ni jambo la ukweli. Jambo hili ni hatari sana katika kukuza moyo wako na kufanya Roho wa Mungu akae ndani yako, kwa sababu imeandikwa usivumishe habari za uongo. Katika Kutoka hii 23 mstari wa kwanza, laiti kama Biblia ingeliandikwa leo hii, pengine wangetolewa mifano watu wa mitandaoni, hawa wanaosema ni content creator. Ninaweza nikasema kwamba Biblia hapa haikatazi kutengeneza content ambayo inafahamika ni uongo, yaani ni story ya kufikirika, lakini ni vizuri ukaiweka kama story ya kufikirika, ukaweka kama ni tendo la kufikirika ambalo nia na madhumuni ni kufurahisha, kufundisha, kuchekesha na mambo kama hayo. Lakini kuzusha habari ya uongo ukaieleza kana kwamba ni kweli, ukaambia bwana, nilishikwa bega na viungo vyangu vikapotea, ili hali unajua ni uongo kabisa na swala linaleta madhara katika jamii. Au ukazusha uongo mwingine wa aina yoyote mkubwa ukausambaza, hili ni tatizo kubwa sana na ni dhambi mbele za Mungu. Katika nyakati hizi ni vizuri kutazama ni kitu gani cha kufanya ili kuepuka uongo. Anasema usitie mkono wako pamoja na mwovu kuwa shahidi wa udhalimu. Ni kamwe usije ukatoa ushahidi kwa mtu ambaye anadhulumu mwenzake, lakini wewe unatoa ushahidi na kuthibitisha kwamba hicho anachokidhulumu ni cha kwake na wala hajadhulumu. Na muda mwingine tumetenda dhambi za aina hii bila kujua. Hebu sasa katika muda huu, baada ya kulipata hili somo, basi likawe ni chachu ya kutukumbusha kuepuka udhalimu au kushiriki udhalimu, lakini likawe ni chachu vile vile ya kutufanya kuepuka uongo. Hayo ni mambo ambayo yanakufanya uweze kukua kiroho, kwa sababu Roho wa Mungu hakai sehemu ya mtu ambaye ni mwongo. Basi Mungu atusaidie sana kupitia jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu aliye ni Yesu Kristo. Amina.